ambaye anasali katika haya falyatafadhal, ambaye hajaelewa nukta masala falyatafadhal. ndio ala amrihim lanatakhidhanna alayhim masjida يعبد الأوثان masanamu. Hapo tunachukua istimbati kwamba hapa aya hii hujulisha kwamba hawa mahukam ambao ni watawala waliwafanya nini wale vijana baada ya kufa kwao, kwamba walifanya jambo ambalo haliruhusiwi kwa Muislamu kulifanya, ambalo Mtume alishalikataza na akasema la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ndio hapo Allah amewalani mayahudi na manasara, wameyajalia makaburi ya manabii wao kuwa ni nini? Misikiti au sehemu za kutekeleza ibada. Hivyo na hawa wakasema lanatakhidhanna alayhi masjida, wamefanya jambo kwamba haliruhusiwi kisheria, ndani yake ni wasila katika wasailu shirki. Umeelewa vizuri hapo? Naam. Zawali al-ardh, hadithi hii nimesema hapa warawa al-Burqani fi sahihi wazada. Tukisema wazada maana yake hadithi hii inaunganishwa na kipande hichi wazada, na akaongezea juu ya hadithi hii, akaongezea kwenye mapokezi yake akataja hayatu wala taqumu saatu hata yalhaqa. Kwa ni hadithi moja hiyo. Je, inafaa kuuza dawa za kutibu mbwa au kutibu mbwa inafaa? Kuuza dawa za kumtibu mbwa sio haramu, sio haramu ikiwa utamuzia ambaye ana mbwa yule ambaye kwamba anaruhusiwa, mbwa wa kuongozana na wanyama wako, kalbu mashi anaitwa, ambaye anaongozana na, kuna baadhi wakati mtu anakwenda wale wa nini wale wanaitwa wafugaji, wanakuwa na mbwa wao wanaongozana na wanyama, imeruhusiwa, imekuja kwenye sharia. Kadhalika kalbu hirasa, mbwa wa ulinzi, imeruhusiwa. Kadhalika kalbu said, mbwa wa kuwinda ambao unamtumia kwenye mambo ya kihalali, inaruhusiwa. Mbwa asiyefaa, mbwa mweusi. Mbwa mweusi kwetu sisi ni shaitani. Alkalbu alaswad shaitan, mbwa mweusi ni shetani. Mweusi anakuwa na kwenye macho yake juu kuna kama kitu kingine kama kijicho fulani huku na huku. Mweusi, mbwa mweusi kufupi. Shetani, je, shetani ni wasfu au shetani ni kwa maana shetani? Allahu a'lam. Imekuja kwamba alkalbu alaswad shaitan. Mbwa asiyefaa ni mtu kuwa na mbwa anakaa naye tu wa urembo, anatembea ameshika hivi amemvuta kama wanavyofanya wazungu. Kijibwa chake anakwenda nacho sokoni, anakwenda nacho wapi, supermarket, kakibeba, mara kakivalisha chupi, mara kakivalisha sidiria, mara kakaa nacho kwenye sebule kakipakata, mara kadha. Unaona, huyu imekuja hadithi anayefuga mbwa kwa namna kama hii, kila siku iendayo kwa Allah anapunguziwa sehemu za thawabu zake, anatolewa thawabu kila siku. Kwa hiyo nacho kijibwa miaka 10, basi ujue hiyo hazina yako ya thawabu yote shapukutika. Kwani kwa matendo gani uliokuwa nayo makubwa mno? Umeelewa? Wewe kumtibia mbwa kwa hawa niliwataja sahihi inshallah, lakini kwa wengine hawakhalii, achana nao. Au kama kumtibu nguruwe, wewe daktari unamtibu nguruwe, wewe una kichaa, umtibu nguruwe afuata unakwenda kula nguruwe,
Dokta Kiislamu anatibu nguruwe, waachie wenyewe kina Paulo. Anafuga mbwa kwa ajili ya kuuza. Haramu kuuza mbwa kwenye Kiislamu. Hata kama mbwa wako amezaa watoto 6, usiuze mbwa. Mbwa hauzwi Kiislamu. Anauza mbwa ni sawa na anauza bangi. Maanake hili chumo la haramu na lile chumo la haramu. Unakuwa naje na rafiki huyo Mnaswara? Tangu lini sisi tuna marafiki Manaswara? Hakuna kitimoto. Tushasema sisi kwa mujibu wa aqwali za ahlul ilm, haifai kula chakula cha Manasara kwa mnasaba wa sikukuu zao za Kinaswara, hata kama chakula ni cha halali. Hakuna kitimoto ndani, hakuna nini, muda wa kuwa chakula chao kimetokamana na kuadhimisha sikukuu zao. Sisi Waislamu tumeharamishwa, japo inafaa kula chakula cha Mnaswara chingine kisichokuwa kilichotokamana na sherehe zao za kiidi, za kidini. Naswara tu jirani yako, mfano ni Mnaswara mpare mwenzio, mfano amepika chakula cha nyumbani cha tunu, kapika makande, na akakuita, Msangi, njoo uchukue kidogo hapa chakula cha nyumbani. Nenda kachukue kale, kuna ubaya. Au kapika vitu gani huko, makato, akakupa makato, chukua makato sio haramu. Lakini kikiwa kimeambatana na idi na sikukuu yao, hata kama chakula asli yake ni halali, kinakuwa ni haramu kwa mnasaba huu. Wanachanganya chombo hicho cha pikwa kitimoto, chombo hicho cha pikiwa bwabwa, au usile mpaka kioshwe kitoharishwe. Kitoharishwe. Mtume anasema sallam, idha walagha alkalbu fi al-ina'i faghsiluhu 7 wa'afiruhu 8 biturab. Mbwa atakaporamba kwenye chombo cha mmoja wenu, msikitumie kwanza mpaka mkioshe mara 7, kitoharishwe. Na moja katika mara hizo ya 8 utumike mchanga, kisuguliwe kwa mchanga, alafu kisafishwe, alafu ndio mtu afanye matumizi. Na wengine wakasema najisi ya mbwa na najisi ya nguruwe sawa, na nguruwe na madhara makubwa kabisa. Mimi nawashangaa wanakula vitu moto, toka matambi manini na kadha wa kadha, toka mafuta, alafu wanasema inaondosha nyama kitimoto, inaondosha wivu. Kwa hiyo mtu anakula kitimoto wala hajali mke wake kashikwa mkono na nani, yeye hayaona sawa tu katika maradhi yake haya. Aweza kaja mtu akampiga busu mkewe mbele macho yake, akamwambia mpige na shavu la kulia, hana wivu. Kitimoto kimemtoa wivu wote.